Shalom shalom ndugu wasikilizaji wangu na watazamaji wangu ambaye mnanisikiliza saa hii. Ni wako Pastor Leonard Dionisi, mtumishi wa Mungu ambaye Yesu aliniokoa miaka mingi iliyopita nikiwa mganga kienyeji mchawi, na Mungu alinipa neema ya kusikia injili iliyohubiriwa na wachungaji, nikaiamini, nikaokoka. Baada ya kuwa nimekuwa katika uganga kienyeji muda mrefu sana na nikiutumikia kwa juhudi nyingi uganga wa kienyeji, lakini kwa neema ya Mungu, ashukuriwe Mungu Baba wa mbinguni kwa wema wake na fadhili zake, ambaye yeye rehema zake hazikomi, zinadumu hata milele kwa kila mtu ambaye ameamua kumchagua, ameamua kumvuta kwake. Namshukuru Mungu kwa neema yake na fadhili zake na upendo wake ambao umekuwa mwingi sana kwenye maisha yangu tangu aliponiokoa. Naamini kwamba wokovu ni njia sahihi sana ya mwanadamu ambayo Mungu ameanzisha, na si mwanadamu anaianzisha, bali wokovu ni mpango wa Mungu kwa ajili ya kumtafuta mwanadamu aliye dhambini, kumleta mahali pa ustaarabu wake au kumleta mahali pa sehemu ya uhusiano wake naye wa karibu. Namshukuru Mungu sana. Najua niliokoka kutoka nguvu za giza, na wengi mnajua shuhuda zangu kule mtandaoni. Ukipita pale Davista Mata unakutana shuhuda zangu, ukikuta pale Promova umekuta shuhuda zangu. Wengi uniita mchawi mstaafu kutoka kule Sumbawanga. Kidavista na alitumia kichwa tu cha ujumbe ambacho kinasema mganga na mchawi ambaye alikuwa anasababisha kuwarushia watu magonjwa kwa njia za giza za kichawi, magonjwa kama vile HIV, kansa na magonjwa mbalimbali kwa njia za ulimwengu wa kiroho, katika njia ya ulimwengu wa giza wa kiroho. Ni kweli Mungu aliniokoa. Nilikuwa nikifanya kazi hizo za uchawi muda mrefu na kuzitumikia, lakini kwa neema ya Mungu alinipa wokovu baada ya kuitii injili na kuiamini na kuitii injili. Basi nilipokea neema ya wokovu, na ndio maana nilianza kuacha shuhuda zangu pale mtandaoni, na ushuhuda wangu nimeweka ujasiri sana kuwajenga watu kusema kwamba ukiwa umemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lazima uamini kwamba Yesu Kristo alikufa akafufuka. Na kama umekwisha mwamini Yesu, haijalishi kuwa na mambo mengi sana, inachotakiwa ni juhudi ya kumfuata. Sasa weka bidii kumfuata, kumpenda. Na ukishashika hayo, nataka nikwambie, nikasema hakuna Freemason wala Illuminati juu ya jina la nani? Juu ya jina la Yesu. Nimekuja hapa nikuthibitishie mambo ambayo nimekutana nayo katika wokovu wangu, na baada ya kuachilia ushuhuda wangu mtandaoni. Baada ya kuachilia ushuhuda wangu mtandaoni, nimekutana na kesi kubwa sana, nimekutana na vita kubwa sana ya kiroho. Vita kubwa za kiroho ambazo zilikuja kuinuka. Nataka nikuonyeshe vita kubwa za kiroho ambapo zilitokea kwenye maisha yangu baada ya kuokoka. Vita vya kiroho, nazungumzia vita vya kiroho, yani jinsi watu wanavyoweza kutafuta, jinsi watu wanavyoweza kuinda. Kumbuka mimi nimeokoka kuacha uganga, uchawi. Baada ya kuacha ule uchawi, tayari nimekuja kushuhudia jinsi gani ambavyo nilikuwa nafanya kazi zile za giza zamani, na kupitia njia hiyo wengine wakirudi wananishauri, wanasema kwamba unaonaje, mbona umeacha kazi nzuri, hii kazi ni njema, ungeendelea nayo. Wengine wanatumia ushawishi kabisa. Unaona vita ambayo nimekutana nayo. Wengine wanatumia ushawishi wa fedha kabisa. Mtu anakuambia, unaonaje nikupatie fedha kiasi kadhaa, alafu nitakufanyia mambo makubwa kama vile kukupa kiwanja, kukujengea na nyumba. Unaona bwana, kujengea na nyumba, kisha nitawasomesha hata watoto wako wakae maisha mazuri, lakini nitakupa fedha nzuri uendelee na ile kazi ulikuwa unaifanya zamani ya kienyeji. Namshukuru Mungu ambaye aliniokoa kwa neema yake, alinipa mguso mpya ndani yangu, na nilikiri kwa imani kwamba sitarudia kazi ya kichawi hata siku moja. Sikushuhudia uganga au kushika uchawi. Nilisema kushika uchawi haitaruhusika kurudia kushika uganga wala uchawi, kwa sababu nilifanya agano na Mungu nilipookoka. Nikasema kurudia uchawi ni alikufa. Kwa hivyo kwa njia hiyo imenithibitisha mbele za Bwana. Unaona jinsi gani ambayo vita vya kiroho vilivyo. Vita ya kwanza ninayokutana nayo, changamoto kubwa ni ya kwanza kabisa, nakutana na vita hii ya kiroho ambayo ni ya kushawishiwa kifedha. Na wengi walijua katika shuhuda zangu, wanaona maisha yangu yalivyo, sababu nimeelezea maisha yalivyo, maisha duni, maisha yaliyokuwa chini kabisa, maisha ambayo yamekuwa ni ya chini, ya njaa, ya ziki nyingi. Basi katika ushawishi huo watu wengi wameshawishika
na wengi wakapenda kwamba kutumia njia hii tuweze kutengeneza mtego. Je, shetani anatumia watu. Lazima kuwa makini sana mpendwa unanisikia sahihi. Wokovu upo, lakini pia shetani yupo na nguvu anazo, na wokovu upo na Mungu ana nguvu kuliko vitu vyote, lakini pia shetani anazo nguvu, akaja na ushawishi wa namna hii. Vita ya kwanza hii, fedha. Mtu anakuja anakuambia atakufanyia 1 2 3. Ile kazi ulikuwa unaifanya bwana ni kazi ya Mungu tu. Kwa nini unaiacha? Bora ungeendelea nayo tu, ni nzuri. Mimi nitakupa kitu fulani, nitakufanyia 1 2 3, lakini urudie tena tuendelee na ile kazi ya nini? Ya giza. Nikamwambia hapana, Mungu aliniokoa, anajua. Yeye ndo anajua maisha yangu. Yaani mimi mwisho wangu ni nini? Anajua kama nikufa leo, nitakufa kesho, kama ni kwa ajili ya maisha magumu, aiza njaa, aiza kukosa fedha, kukosa vitu, mimi sitaweza kumfanya Mungu kutenda dhambi ya kurudia tena kwenye uganga wa kienyeji. Wapendwa, nazungumza na mtu ambaye uliokoka, na wakati mwingine umetoka kwenye vyanzo vya giza, wakati mwingine una ushuhuda. Mimi baada ya kuachilia ushuhuda nimekutana na vita nyingi sana, wakati wa kudharauliwa, wakati wa kukataliwa, lakini wakati mwingine watu kuleta vitu moja kwa moja. Ndio maana napaswa sana kuwa makini sana, mtu wa Mungu, kuwa rohoni, kuwa mtu wa kuomba. Ukiwa mtu wa maombi na kumsikiliza Mungu, kumpenda Mungu, kila kitu utakachokuja kwenye maisha yako utaweza kukitatu. Unaweza mitego inakuja kwenye maisha yako utaishinda. Unaweza kufanyaje? Kuishinda. Kila vitu itakayokuja utaishinda kwa sababu unamsikiliza Roho Mtakatifu, unamsikiliza Mungu ndani yako. Epuka tamaa za haraka, epuka tamaa za nje. Kumbuka ulipookoka umetangaza vita. Na ndio maana Biblia inasema katika Petro wa kwanza, hii sura ya 5 mstari wa 8 hadi wa 9, nasema muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaya akizunguka akitafuta mtu ammeze. Naona kwa kuwa tumeshaokoka na tumeokoka kutoka kwenye vyanzo vingine, wakati mwingine tumetoka kwenye vyanzo vya mizimu, vyanzo vya mateso, vyanzo vya giza. Kwa hiyo shetani au mbali na sisi kutuinda, kutuvizia, anaweza kutumia mazingira ya vitu vya karibu mno. Vitu vya karibu mno. Anaweza kutumia vitu vya karibu mno, na vitu ambavyo unaweza ukaviona kwa kawaida ni vya kawaida sana kwenye maisha yako, lakini usipokuwa makini unaweza kujikuta umemezwa na hivyo. Shetani ni mbembelezaji mzuri. Shetani hutumia mbembelezaji mzuri, maneno mazuri, haji na ubaya, haji na ila. Kwa hiyo kama mtumishi wa Mungu unanisikiliza, lazima uwe makini, kuwa mtu wa kuomba, kuwa mtu wa kumsikiliza Mungu. Sio kila kitu ambacho unakiona mbele yako unakikubali tu kirahisi rahisi, unakipokea tu, iwe zawadi, iwe fedha, iwe vitu mbalimbali. Kupitia fedha unaweza ukadondoshwa, kupitia fedha unaweza ukaangushwa, kupitia mali unaweza ukaangushwa. Kumbuka, huyu mtu ananiambia waziwazi, nikufanyie 1 2 3, nijengee nyumba, someshe na watoto, kupe na nijengee, nikufanyie hivi na hivi, lakini tufanye kazi ya uchawi ili iendelee, mimi niendelee kufanya hizo kazi za uganga, niendelee kuuza madawa. Ina maana hebu jiulize, yeye ana faida gani? Lakini ana faida yake katika ulimwengu wake ambao anaushuhudia kwamba kazi ile za kichawi na zenyewe bado ni nzuri katika ufalme wa Mungu. Mimi nikasema hapana, kwa sababu Mungu ni naye na Roho Mtakatifu ni naye. Nikamwambia hapana, haitawezekana. Ushawishi wa shetani huo. Shetani anaweza kukuletea picha mbalimbali, lakini unapaswa kuwa makini sana. Mimi upo mwaka mmoja ambao nilikuja kuomba siku 90, mimi nimefunga na kuomba kwa ajili ya ushawishi wa shetani. Shetani analeta njia ya mitego rahisi, na unaweza kusema hizi njia ni rahisi tu ambazo shetani analeta, anazifunua vizuri, mbona haina shida, anakuletea na mafundisho na elimu nzuri, anaweza kupitisha hata kwenye neno akuletea elimu nzuri, uweze kubaliana na hata kumwacha Mungu, kumtenda Mungu dhambi kwa ajili ya ushawishi wake. Lakini kumbuka, Mungu ni mwaminifu. Ukiwa rohoni utakuwa macho, utastuka. Ukiwa rohoni utastuka kwamba hili jambo sio la kiroho, hili jambo sio la kimungu. Ndipo pale utaingia hata kuomba mitego ya shetani. Sasa hebu nikuonyeshe. Wakati mwingine nakutana na marafiki wa karibu, wale marafiki ambao tulikuwa nao zamani. Rafiki anakuambia unaonaje ile kazi ambayo ilikuwa inalipa. Na ukiangalia sasa umepitia kipindi wakati fulani, kipindi kigumu. Kipindi kigumu labda unahitaji, unakumbuka mahitaji ya watu wameishi mara nyingi, mateso yao makubwa ni uhitaji wa chakula. Ni uhitaji wa chakula. Wakati mwingine ni chakula ndio kinamtesa sana mtumishi. Chakula ni changamoto. Sasa fikiria, anakuja mtu akwambia ile kazi ni nzuri na fedha ipo,
na kumbuka sasa hivi na watu kadhaa ambao walikuwa nataka niwaelekeze kwako. Sasa kama hauna roho ya Mungu na neema ya Mungu ya kupambanua mambo haya, ina maana hii vita tayari ilikuwa fanyaje naingia. Hapa nasema mwe na kiasi na kukesha kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi yuko kama simba ananguruma akitafuta mtu mmoja ammeze. Shetani hajalala, shetani yuko macho. Shetani yuko macho, ana kila aina ya ubembelezaji wake, ana kila aina ya njia zake ili kuleta mitego yake. Sasa fikiria wakati endelea na huduma, changamoto kama hizi za ushawishi wa fedha. Mtu anakushawishi ufanye hivi, utumie, akufanyie mambo ili upate fedha. Na kesi kubwa nimeshakutana nayo mara nyingi sana wakati napanga majukumu ya kuomba, kuzama kwenye maombi muda mrefu, napopanga majukumu ya mikutano na ratiba mbalimbali za huduma au nimealikwa. Hapo sasa ndio nakutana zile message, hasa zile message zile jiunge Freemason. Yaani utakuta kwa siku zile message jiunge Freemason zinakuja zaidi ya 6-7 jiunge Freemason. Kwa hiyo ninakutana hizo message afu naambia ninyi ni wapumbavu, hamjui mnaloliwaza. Mungu ni zaidi ya Freemason na Illuminati. Mungu ni zaidi ya majini, kwa sababu najua Mungu alikonitoa. Kwa hiyo unakutana na vitu kama hivyo, visa kama hivyo. Baadaye unakutana na marafiki kama hao, marafiki wenye ushawishi na ukiangalia wimbi linaloendelea katika ulimwengu, mambo ya maisha yanavyokwenda, kama ni tamaa, ukiendekeza tamaa aisee unaweza ukafa mapema. Siku moja alikuwa anahubiri sehemu fulani, wakati nahubiri, unajua sasa katika wale ninaohubiria na ni watu ambao nakaa nao chini, nazungumza kwa undani, nazungumza, naomba. Siku moja nikaletewa maji, yale maji ya kunywa kumbe yameshanuiwa. Unajua uchawi hafanyi kazi kwa njia mpaka utiwe ndani. Uchawi ni manuizo. Uchawi ni manuizo yenye imani. Niko na ubiri siku ya kwanza, siku ya pili nikaletewa maji ya kunywa mara nyingine. Ya kwanza namshukuru Mungu. Kujua kwanza namshukuru Mungu. Waga nikipokea kitu kama ni chakula ama maji, fedha, namshukuru Mungu. Hata mavazi namshukuru Mungu sana. Kisha namsifu Mungu, nasema asante kwa ajili ya zawadi hii. Ya kwanza nikapokea, nikamshukuru Mungu. Ya pili nikamshukuru Mungu. Na wakati nimemshukuru Mungu nikashuhudiwa ndani. Lakini nikasema Mungu, ikiwa ni wewe Bwana unaweza kunilinda na hii, lakini nataka nijue hakika hichi kitu mbona na mashaka nacho, lakini nataka nithibitishe ni wewe kweli Mungu. Umesema na mimi jua hili jambo na liko hivi litakuwa kinyume. Nikanywa yale maji ya pili. Nilipokunywa wakati nimekunywa usiku wa maono, nikaletewa picha yale maji. Wakati nakunywa yale maji yakageuka kama magundi ya maji kwenye pua zangu, yakaganda, yakawa mgando kama gundi ya maji ya kubana karatasi. Siku ile wakati nakunywa kageuka hivyo puani mwangu, na ghafla nikaona sauti inaniambia umekunywa sumu. Maana yake mtu huyu aliinuia sumu ya kuniua. Na wakati nahubiria, na wakati nafundisha, na wakati na moyo wa upendo kwao. Ndio maana nataka nikwambie kwamba funguka mbele za Bwana, weka upendo wako kwa Mungu, mtumikie Mungu kwa upendo, achana mambo mengi na sarakasi nyingi. Mpende Mungu, mtafute Mungu kwa moyo, kisha uwe unamuomba na kumsikiliza. Atakuepusha na mitego mingi. Kumbuka hii nataka kuniondoa kwa sumu ya maji, lakini Mungu alivyozai akanifunulia, akaniambia umekunywa ni sumu. Na usiku ule wa manane nikaamka nikaomba, na kesho yake nilikuwa nahubiri tena. Nimeamka ninasikia hali mbaya ya homa ya mafua, lakini nikiwa jasiri ndani nikasema Mungu kama aishivyo, Mungu wa Bwana kama aishivyo, Mungu wa Baba yetu Yesu Kristo, Mungu wa utukufu kama aishivyo, mimi ni mzima na jioni ya leo nitahubiri. Nikahubiri. Wakati nahubiri nikasema na wachawi wote mtajua kwamba Mungu nayemuita yupo, Mungu anaishi. Wakati nahubiri ninaomba, wakati nimeita watu kualika mbele kwenye mwaliko, na mchawi naye akajihudhurisha mbele. Ndipo nilipoomba kwa ujasiri na kuomba nikiwa nahubiri. Wakati nahubiri naomba, pale nikasikia chali yule ameanguka na amevurutwa kule. Nikasema wachawi mko hapa. Nilipotamka wachawi mko hapa, nikapigwa na upepo, kaangushwa kule chini kama na upepo fulani umemsukuma. Kabiringika kule, kakemea zile pepo, nikamwambia acha uchawi, kuanzia leo utakufa. Unaona, tangu nimeachilia ushuhuda wangu hapa kwenye mtandao, nimekutana na kesi kubwa sana, vita nyingi sana, vita vya kimwili kabisa, naletewa vitu mbalimbali. Lakini Mungu amekuwa mwaminifu. Mpendwa, nikuonye na nikuombe kuwa makini sana katika maisha ya kiroho.
Kwa macho sana. Tena wewe kama umeachilia ushuhuda na ni wa kweli, ulikuwa ni kweli kabisa unafanya hayo mambo gizani na umetoa ushuhuda wako ni kweli. Maana wengine wanafanya ushuhuda si kweli, wengine wauni wanafanya tu ushuhuda ili kuvutia mambo yao na kufanya vitu vyao. Lakini ushuhuda wa dhati ndani ya moyo, vita yake ni kubwa mno. Vita yake ni kubwa mno. Kumbuka mara ya kwanza nilikataa kuifanya kazi ya Mungu kama vile biashara. Unajua wakati fulani ninawashawishiwa nikana kwamba niifanye kazi kama vile biashara. Mimi nilisema hapana, tunafanya hii kazi ya Mungu sio biashara, ni kazi ya Mungu, watu wote wasikie. Ndio maana nafikia makanisa madogo, nafikia kanisa lolote, naenda kwa makanisa yoyote, kwa sababu Mungu alioniita anataka niwafikie watu wote. Sasa ningekuwa natumika kama kibiashara, ina maana kuna watu singeweza kunifikia. Kuna watu nisingewafikia na mimi kuwagusa, sababu Mungu anataka wagusa watu wote. Lakini unapoweka mipaka, tunafunga watu wa Mungu wasipokee neema ya Mungu. Kumbuka uliokolewa wewe ulikuwa mchawi. Kumbuka uliokolewa ulikuwa mzinzi, ulikuwa tapeli, ulikuwa mbea, ulikuwa mwizi, wewe ulikuwa jambazi. Lakini leo neema ya Mungu inapokuja kwako, lazima ukumbuke mitego ya shetani. Lazima ukumbuke kwamba kile ulichokipata bure kitoe kwa moyo na kwa upendo, acha kuweka masharti mengi. Lakini kupitia hayo masharti au kwa kujitoa kwa upendo, basi uwe macho kiroho. Unapotembea kiroho, uwe macho rohoni. Uwe macho rohoni, usiwe na mashaka. Kuwa muombaji, kuwa mtafiti wa kiroho, kuwa mpelelezi wa kiroho, mtafakari Mungu, kwa sababu anasema mtumaini yeye kwa kila jambo. Yani tumtumaini yeye, tusitegemee akili zetu, tumkiri yeye kila siku. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Tumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Misali 3:5 inasema hivyo. Unaona? Kwa hiyo ni muhimu sana kumtumaini Bwana. Na kama unamtumaini Bwana, hutakuwa na hofu yoyote. Lakini mitego yote ya kichawi itakayokuja, Mungu atakudhihirishia, atakufunulia, utaiona waziwazi. Sasa angalia vita ambayo nimekutana nayo wakati nimetoka kuomba mlimani. Nimetoka kuomba mlimani siku 3. Narudi nyumbani nakutana na kesi. Shetani amesukuma jaribu kwa mtoto. Mtoto anaangukia kwenye moto, anaungua. Ili niseme kwamba wokovu ni mbaya na Mungu hayupo na Yesu hawezi. Lakini kumbuka, kwa sababu ni muombaji, Roho Mtakatifu ananiambia ili nijaribu. Na mimi niliongea moja kwa moja, ili wewe ni shetani, unataka niache wokovu ukijua labda sababu nimetoka kuomba siku 3 nitasema kwa nini Mungu umeruhusu na hili litokee. Lakini Mungu anaujua moyo wangu na alikuwa anaupima moyo wangu. Haleluya. Safari ya Injili, vita vya kiroho. Nazungumzia vita vya kiroho. Angalia vita ya kiroho ambayo nimekutana nayo. Wakati mwingine vita ya kiroho nyumbani kwangu waweza asijue. Siku chache kakutana na vita ya kiroho. Nimerudi safari, nimetoka kuhubiri huko. Nimeshampiga shetani, nilikuwa kule Kenya. Nimetoka kuhubiri kule Kenya. Miezi michache iliyopita. Nimehubiri kule Injili, nimeseta shetani mahali kwa katika kuomba na kuhubiri Injili sehemu mbalimbali, na kufanya maombezi na watu moja moja na nini. Lakini kwa na muda mwingi sana kutulia na utulivu na kuomba. Na nilikuwa nikiomba sana kwa habari ya kuombea kazi ya Mungu, kuombea watumishi na kuombea pia familia yangu nilikoiacha, kwa sababu unajua nampiga shetani kule, inawezekana nyuma atarusha mishale. Sasa wakati narudi, shetani alivyokuwa mwizi sasa. Uone kwamba shetani ni kiumbe cha roho chenye akili kupita kawaida, lakini akiwezi kumzidi mtu mwenye ana roho ya Mungu na anamsikiliza Mungu na anamsikia Mungu kila wakati na kumsikiliza. Wakati nimerudi tu, nimefika nyumbani. Sikiliza hii. Ghafla nimeingia nyumbani siku ya kwanza, na nikaambiwa hapa kuna paka alikuja hapa nyumbani, paka tu mkubwa alikuja hapa nyumbani. Ametokea sehemu fulani. Nikajua paka huyu labda alikuwa ni wa mtoto wangu mmoja, alikuwa hapa akaama akasafiri, labda yule paka ndiye amekuja pale nyumbani. Lakini naambiwa hapana, yule sio, huyu ni mwingine. Alikuja tu mwenyewe, tulikuwa tunatokea hivi sehemu, tukaona anatufuata, tukaja hapa nyumbani na yeye akaingia, akakaa hapa, tukampa chakula akala, tukaona ni mtulivu. Na kwa sababu kulikuwa na uhitaji, kwa sababu kulikuwa na panya wanazura wanaingia ndani na kutoka, basi mama akajua tu ni wa kawaida na watoto wakafurahia tu, wasema huyu ni kiumbe wa kawaida, paka tukae naye. Lakini nilipokuwa wamesema hivyo, yule paka kwa pale nyumbani, asubuhi akawa amekuja. Nikamwona ni paka mkubwa, dume mzuri, mpole, anapita miguuni kwangu hivi. Kwa ndani ya moyo nikasema mimi nisiwaambie kwa sauti ya wazi ya nje, lakini ndani ya moyo wangu kawa na sauti zinazungumza.
Ndio maana kuambia tuwe makini sana watu wa kiroho. Tuwe makini sana mtumishi wa Mungu. Yaani toka nimeachilia ushuhuda na toka nimeanza kuhubiri huku na kule, changamoto inazidi kupanuka. Wimbi linazidi kupanuka. Wakati ule ghafla akapita pale, nikamuona, nikamwangalia. Moyoni nikaanza kuzungumza. Mimi ni mtu waga maombi yangu sio mpaka wakati wote unaweza kuyasikia. Hapana. Tunaweza tukakaa wote hivi lakini unikuta mimi naomba. Nikaanza kuomba moyoni. Nikasema nikati nakunywa chai yangu mezani. Siku ya pili, yani nimefika tu kama jana, siku ya pili huyu hapa naye ndo amekuja, anasema leo alala nje, amekuja asubuhi. Nikasema okay, ikiwa wewe ni paka kweli, ikiwa wewe ni paka kweli na umetumwa na umekuja hapa kwa bahati mbaya, labda umekosa chakula, ulikuwa sehemu umekosa chakula, umeamua kuja hapa kwa ajili ya chakula, na wewe ni paka kweli. Lakini wewe na nikimwangalia yule paka, mazingira yote, yani akili zangu hazinipi vizuri. Nikawa namwaza sana kumtafakari yule kiumbe. Nikimwangalia machoni na analia, namwangalia machoni na analia. Yani atilia kama huruma hivi. Nikamwangalia nikasema, wewe ninakuapiza kwa jina la Yesu. Moyoni sikutaka kumwambia yule mwanamke kwamba mke wangu, kwamba yule paka mnaweza mkaleta jijini hapo, mnaweza mkachukua mapepo, mnaweza mkaingiza nyumbani bila kujua. Mimi sikutaka kusema chochote. Nikasema sasa ngoja niwaonyeshe. Wajue huyu sasa kama ni paka kweli ama si paka. Nikasema kwa jina la Yesu, kuanzia leo ninakuamuru usikae hapa, nisikuone hapa kwa jina la Yesu. Wewe pepo mchafu. Yani alitoka majira yale ya majira saa 5 asubuhi. Alivyoondoka mpaka leo ni siku kama ya 15, ni siku kama ya 10, hajarudi tena. Na kesho yake wakaanza kusema yule paka hajarudi, sija mendavi. Na mimi nikakaa kimya. Hivi ninavyoshuhudia hapa sasa hivi, nadhani niliwaambia watoto tu, nadhani mama yao alisafiri. Sikumwambia tukio hili kwamba yule paka alikuwa kinyume. Sikutaka kumwambia. Nikasema huyu ataondoka kimya kimya kwa maombi, na kama ni paka halisi hataweza kuondoka kwa maombi. Lakini huyu paka na mashaka naye. Huyu ni wanakuletaga vitu vya giza, kuleta vitu sumu ndani, kuleta magonjwa, kuleta uchafu, kuleta uchawi ili kutega. Mungu nimetoka kuhubiri afu nakutana na kiumbe nyumbani ndio mgeni. Unaionaje hiyo? Afu natafakari mimi roho inakata, niambia huyu hamna kitu hapa. Nashukuriwe Mungu kwa kuwa nilikuwa ninaomba. Na baada ya kuomba pamoja nikimoyomoa, baadaye nilimkemea kivyangu ndani kwa ndani. Mpaka leo aliondoka na kuyayuka. Kwa hiyo akirudi sasa nitamwambia mama, angalia yule mgeni yuko wapi? Nikwambie siri ya mgeni huyu. Mungu ni mwaminifu. Kumbuka anapotuokoa, anatuokoa kwa na sababu. Unapookolewa kumbuka kuna vita. Usijisahau. Hata unaweza kumuona ni kuku amekuja nyumbani kwako, akataga na mayai. Usiruhusu kula mayai kwamba eti ni kuku amekuja hapa, inawezekana sijui ametoka hapa ametaga yai hapa, nikala. Utakuja kula majini, utakuja kula uchawi, utakufa. Mara nyingi ninashuhudia hivi vitu hivi. Siku moja wakati mimi bado niko nafanya kazi za gizani, nataka nikuonyeshe nikiwa gizani bado, nishatumiwa kuku wa kichawi, na yule kuku haraka anakuja kulala chini ya meza yangu. Analala vizuri ya kuku mtulivu na anataga mayai. Lakini siku ya siku, kumbe yule sio kuku, alikuwa ni jini anatumwa kwa njia ya kuku. Mpendwa msikilizaji wangu unanisikiliza, naomba uwe makini. Kama una ushuhuda unatoa, uwe makini. Simama imara. Shetani yupo kazini. Ana njia nyingi anazozitumia. Anatumia fedha, anaweza kutumia mavazi, anaweza kutumia chakula kwa sababu ya njaa. Lakini usiruhusu sana vitu hivyo. Wako watu wema ambao Mungu amewasukuma, amewapa neema, lakini kwa muombaji, vipo vitu vinaweza vikaja. Nimeshaijua na vitu kama wanyama kama hao. Mnyama anakuja kusema umeona huyu hapa. Na huyu sio wa kwanza huyu. Ashakuja mwingine tena. Hivyo nikamkemea akaondoka. Lakini yule amekuja mkubwa, yani ni kiasi kwamba yani ni sio rahisi kukubaliana na kiumbe mkubwa kama yule paka. Kubwa kabisa limepea. Eti lije likaa nyumbani kwako alafu dume. Alafu imerizika linalialia ngwangwao. Roho yangu ikasita. Sababu ni muombaji, roho ikasita. Nikamsikiliza mtu wa ndani. Na nikaomba taratibu kwa ndani, nikaikemea ile paka. Na sikutaka nimwambie mama kwamba huyu paka ni yuko kinyume moja mitatu, nisije nikakwazana naye. Lakini kwa njia ile najua angenielewa. Lakini mimi napendaga sana action za kiroho ili Mungu ajitukuze mwenyewe. Hivyo nataka nikwambie kwamba nilipookoka na kushuhudia ushuhuda pale mtandaoni, vita ni vikubwa anavyokutana navyo.
Yani kuna mitego inayokuja, vita vya wazi wazi. Kuitwa mchawi, kuitwa Freemason sio kitu cha kawaida. Na ndipo nawashangaa sana mchungaji kama huyu anaweza aniite mimi Freemason, labda mtumishi wa Mungu aniite Freemason. Inabaki na mshangaa. Anakuita mchawi, mtumishi wa Mungu anajiita mchungaji, anakuita labda anamuita mchungaji mwenzake Freemason mchawi. Inabaki na kushangaa. Kwa sababu Yesu tunayemwamini ni mkubwa zaidi ya majini. Ni Mungu mwenyewe. Sasa Mungu ni mkuu kuliko majini. Mungu ni mkuu kuliko Freemason, kuliko Illuminati. Na namshangaa sana mtumishi wa Mungu ambaye atasema huyu mchungaji fulani anatumia Freemason. Kwa muombaji, zamia katika maombi, umuone Mungu alivyo. Mpende Mungu. Kama umpendi Mungu, lazima utaona wachungaji wote Freemason, utaona Illuminati. Mpende Mungu. Ukiona mtu ameinuliwa, furahi, kwa sababu Mungu anainua. Mungu wetu sio maskini, Mungu wetu ni tajiri. Mungu wetu ana watu, anawatumia watu wake. Kwa hiyo Mungu ana watu. Kwa hiyo wanajua kabisa yule ni mtumishi wa Mungu, wanajua. Lakini kama unaona vita na mtumishi mwenzio, hizi ni vita ambazo nakutana nazo. Kuitwa mchawi. Mimi niliacha uchawi, nikuhakikishie wapendwa katika Bwana. Ni siku ya kwanza nilipookoka, niliacha uchawi na sikurudia tena. Leo nina miaka zaidi ya 19, 15 kwenda 17. Sijawahi kushika tunguli tena. Ni jina la Yesu nalikiri kwenye kinywa changu. Na nikwambie siri ambayo huwezi kushindana na mtu kama mimi kwenye kinywa changu. Mimi mwenzako kwa siku, yani ninapolala nikistuka tu usingizini utasikia nasema Yesu asante. Ukiona nimestuka asubuhi, Yesu asante. Mchana nikitembea lazima, hata niwe kwenye daladala, niwe kwenye bajaji, huwa nasema Yesu asante. Niwe kwenye matatu, niwe kwenye tukutuku, nasema Yesu asante. Kwa nini? Mimi kinywa changu kinamkiri Yesu. Wakati wote nimemweka Yesu moyo. Yawezekana sio mzuri sana wa kuzungumza, yawezekana sio mzuri sana wa maneno mazuri ya ushawishi, yawezekana sio mwema sana mbele zako au mbele za wanadamu na mbele za Mungu, lakini nampenda Mungu. Na kwa kumpenda Mungu kwangu, hauwezi ukashindana na nguvu iliyo ndani yangu, sababu aliye ndani yangu ni mkuu kuliko majini. Tangu siku ya kwanza nilipookoka, nilimwamini Kristo aliye mwanzilishi wa maisha yangu mapya ya kiroho na wokovu wangu. Hivyo ni kusimpendwa msikilizaji wangu, na kuomba nikutie moyo. Ulipookoka vita ni kubwa, lakini kuwa macho, kesha na uombe. Maana yake kesha ni muombe, uwe macho rohoni. Uwe macho rohoni kumpenda Mungu, ili Mungu akupe neema zaidi, akupe nguvu zaidi za kiroho. Maana tunayo vita kubwa za kiroho. Mungu akubariki sana, Mungu akupe neema, na kuombea neema ya Mungu ikusaidie. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, yupo msikilizaji wangu ambaye Bwana anifuata sahihi. Naomba neema yako Bwana ikamuinue, ikamvushe, ikamtetee. Baba, ninakusihi na kuomba usimpite mwanao huyu Bwana, wa kike na wa kiume. Bwana mwezeshe, mpe roho ya neema na ya kuomba. Mpe roho ya neema na ya kuomba. Maana umesema Bwana utatumiminia roho ya neema na ya kuomba katika jina la Yesu Kristo. Nami naomba Bwana mpe roho ya neema na ya kuomba. Aliye mgonjwa akaponywe, aliye na shida mbalimbali akainuliwe. Wanaotegwa na mitego ya kichawi wasinaswe kwa hiyo mitego. Kwa jina la Yesu Kristo ninaifyatua, nami natamka ulinzi, natamka afya katika jina la Yesu Kristo nimeomba hayo. Amen. Mungu akubariki.